Crazy Rocket, now available on PMBet. Saa chache baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kuufungia uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam, sababu mbili zimetajwa hadi kuchukuliwa uamuzi huo, huku ishu ya Kibwana Shomari kubebwa na bouncer ikiwemo. TFF imeufungia uwanja huo ambao umekuwa ukitumiwa na Yanga na KMC kwa michezo ya Ligi Kuu Bara kwa kile ilichoeleza kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Taarifa hiyo ilieleza zaidi miundombinu ya uwanja huo haikidhi matakwa ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu nchini. Hata hivyo, kumekuwa na sintofahamu mitandaoni baada ya mashabiki kudai uwanja wa KMC una ubora mkubwa kuliko viwanja vingi vya soka kwa sasa na ilikuwa haijafahamika sababu haswa ya kufungiwa kwake. Baada ya taarifa hiyo, chanzo ndani ya TFF kimetaja sababu mbili za kufungiwa uwanja huo. Moja ikiwa ni kutokana na kukosekana kwa njia mwafaka wa gari la wagonjwa hadi iliyofanya beki wa Yanga Kibwana Shomari alipopata tatizo la afya kwenye mchezo uliopita dhidi ya Dodoma kubebwa na mmoja wa walinzi wa Yanga hadi kwenye gari nje ya uwanja. Wakati mchezo huo ulipomalizika kati ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, Kibwana alipata shida ya afya na kujikuta anabebwa mikononi akipelekwa kwenye gari kisha kuwahishwa hospitali kwa matibabu zaidi. Nikinukuu anasema lile tukio la mgonjwa kubebwa mikononi haikuwa sawa, na shida pale ni ile njia ya kupita gari ipo tofauti sana na kule ambapo vyumba vya kubadilishia nguo vilipo. Ndio maana unaona mchezaji akabebwa kwa njia ambayo ni hatari. Lakini sababu ya pili ni mifereji ya maji machafu kushindwa kuhimili kiwango cha uzalishwaji wa maji taka na kusababisha chemba kufurika kila wakati pembeni ya uwanja huo. Anasema pia kule nyuma nako kapiteni muone kila wakati zile chemba zinajaa maji. Kumbukeni ule uwanja unatumiwa na timu zenye mashabiki wengi. Maji kutiririka vile tena yale machafu sio kitu sahihi. Tumewaambia warekebishe. Lakini aidha kigogo huyo aliongeza kuwa changamoto hizo walishawahi kuwataka wamiliki wa uwanja huu kuzifanyia kazi kwa muda mrefu, lakini bado utekelezaji wake umekuwa sio wa haraka, hatua ambayo imewalazimisha kusimamisha. Na akizungumzia hilo, kaimu afisa mtendaji mkuu wa KMC Daniel Madinyeka, licha ya kugoma kueleza sababu hizo, alikiri kupokea uamuzi huo akisema ni kweli uwanja wetu umesimamishwa na taarifa itakwenda kwa uongozi na tutaangalia namna ya kuboresha yale ambayo yametakiwa na wenzetu wa TFF. Mimi naitwa Justa Julius, hii hapa ni PMTV. Nenda kabashiri kupitia website ya pmbet.co.tz ili uingie kwenye nafasi ya kujishindia zawadi kama Jituo Dashing, Toyota IST pamoja na Toyota Harrier kwenye website ya pmbet.co.tz.